asifiwe. Praise ni mtabaki mmesimama hivyo. Kama ambavyo tulikuwa tumeanza juma lililopita, Jumapili iliyopita. Sema tutakuwa tuna dakika 15 kwa ajili ya wengine tutakuwa tunajifunza, lakini wengine tutakuwa tunakumbushana kwa habari ya kumsifu na kumwabudu Mungu kunavyostahili au inavyostahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ona mmekaa mbali na microphone. Nategemea kusikia amen yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu chetu cha Kusudi kuna mpangilio fulani ambao aliyebeba maono amefatanisha hivi vitu. Ule msingi namba 18, lakini pia namba 19 ni vitu ambavyo vimekaa pamoja. Namba 18 anasema kutoa sadaka na dhabihu stahiki kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa hiari na kwa pendo kuu. Anaposema hiari, maana yake sio kulazimishwa. Moyo wako usikie kutoka ndani kufanya. Na anasema na pendo kuu, pasipo kulazimishwa wala kutoa kwa hofu ya sheria za Agano la Kale. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba katika eneo la kumsifu na kumwabudu Mungu, hakuna mtu atakufanya wewe au atakulazimisha umsifu na kumwabudu Mungu kama moyo wako haujajiweka tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msingi namba 19 anasema kumsifu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ingetosha tu kusema kwamba kutoa sadaka na dhabihu stahiki kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa hiari, lakini anaongeza kwamba kumsifu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tafsiri yake ni kwamba kama kuna kumsifu Mungu katika roho na kweli, basi kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kumsifu Mungu pasina roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na juma lililopita tukajifunza kwa habari ya kumsifu Mungu kwa kuimba, jambo ambalo kila mtu na asilimia kubwa makanisani tunaijua au tunaifahamu. Kumsifu Mungu kwa kufanya nini? Kwa kuimba. Tukaona maandiko, Zaburi ya 30 mstari wa 4, 81 mstari wa kwanza, na ile Zaburi ya 91 mstari wa kwanza, na Waefeso 5:19. Lakini eneo nyingine tukaona kumsifu Mungu kwa kelele, jambo ambalo watu wengi sasa katika ile eneo tunaogopa, tuna hofu kwamba jirani atanionaje. Nikasema kwamba wakati Mungu kupitia Moses amemwachia Joshua, wameenda wamekutana na ngome za Yeriko, walipewa masharti kwamba ukuta huu ili uanguke, kazi yenu mtauzunguka huu ukuta kila siku mara moja, kisha mtarudi hemani. Lakini siku ya 7 mtazunguka mara 7. Baada ya kuzunguka mara 7, mtapiga kelele za shangwe, sio kushika nyundo kuanza kugonga ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona kabisa kumbe kumsifu Mungu kwa kelele au sauti za shangwe ili zisikike kunaweza kukaleta matokeo kwenye maisha ya mtu. Anasema msifuni Mwenyezi Mungu kwa shangwe, msifuni kwa sauti tamu za zeze, na mumpigie kelele Mwenyezi Mungu mfalme wetu. Hii ni tafsiri ya Biblia habari njema. Sasa leo nataka tuone mambo mawili, lakini jambo la tatu, samani, kwa wiki iliyopita tulijifunza kwa habari ya kumsifu Mungu kwa muziki. Na ili eneo kule mbele tutakuja kulidadavua kwa undani zaidi. Muziki, kwa nini muziki? Tungeweza kupiga makofi tukainua sauti zetu. Muziki uko na spirit, muziki una roho, muziki una uhai, muziki unazungumza. Unaweza ukawa unazungumza na mtu. Wakati tunaposema kwamba kumsifu Mungu kwa muziki, hapo waimbaji hawaimbi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kucheza, tutaona kule mbele kuna kumsifu Mungu kwa kucheza. Sasa tutacheza pasipo muziki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tarehe 23 leo tayari nimebakiza dakika 7. Tutaona maeneo mawili ambapo
kifupi kabisa. Jambo la kwanza ni kumsifu Mungu kwa kupiga magoti mbele zake. Kumsifu Mungu kwa kupiga magoti mbele zake. Kumsifu Mungu kwa kupiga magoti mbele zake. Nilisema hivi, dhana ambayo imejengeka makanisani mwetu tunaposema sifa na kuabudu, karibuni kwa ajili ya kutupeleka mbele za Mungu, au kwa ajili labda ya mhubiri, au kwa ajili labda ya matoleo, sifa watakuwa wanaimba. Wengi tumejenga mtazamo kwamba lile tendo linafanywa na wapigaji na wale watu ambao wako kwenye microphone. Jibu ni hapana. Bwana Yesu asifiwe. Jibu ni hapana. Biblia inasema hivi, njoni tuabudu. Maana yake ni wote tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Zaburi ya 95 mstari wa 6. Efeso 3:14 anasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja ya manukato yenye harufu nzuri mbele za Mungu, mojawapo ni kumsifu Mungu kwa kupiga magoti. Amen. Amen. Zoezi ambalo ni gumu kimwili, ni gumu. Dushi ukasema hapa ibada ya sifa na kuabudu leo wote tutamsifu Mungu tukiwa tumepiga magoti, na sifa hii itachukua dakika 45. Mwilini respondi ya watu itakuwa ni nzuri, watu watapiga makofi, amen, haleluya. Lakini tukiingia katika hali ya utendaji haitakuwa hivyo, kwa sababu kuna mwingine hajawahi kupiga magoti hata dakika 15. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine tumekalili kwamba ili niweze kupiga magoti ni wakati naomba ndio natakiwa kupiga magoti. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wakati mwingine hata tunapompa Mungu sifa, kupiga magoti ni nyenzo mojawapo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo kwa leo tutajifunza ni kumsifu Mungu kwa kupiga makofi. Kwa kupiga makofi. Mtumishi mmoja wa Mungu Manroy, katika kufundisha kwake kuna kitu alikikote, anasema kisayansi, huu ni utafiti uliofanyika miaka iliyopita, anasema utafiti wa kisayansi uliofanywa na kugunduliwa huko Japani kwa zaidi ya miaka 1000 iliyopita umethibitisha kwamba viganja vya mikono na nyayo za miguu yetu ndio sehemu pekee ya mwili yenye mishipa ambayo inaunganishwa au inagusa kila kiungo cha mwili pamoja na moyo. Viganja pamoja na nyayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama magoti tunapigia nini? Si miguu. Na makofi tunapigia tunatumia nini? Tunatumia nini? Viganja, mikono. Mkono ni huu, si ndio? Kwa kiganja na ndio inatengeneza mkono, si ndio? Kwa viganja vyetu havitakiwi kuchoka. Havitakiwi kufanya nini? Kuchoka. Hivyo tukisema okay, leo tutamsifu Bwana. Tutamsifu Bwana, kiongozi atatupeleka mbele za Mungu kwa kupiga makofi dakika 30. Dakika 30. Yamkini ukapiga dakika 5 alafu ukasema ngoja niangalie kiganja changu kimekwaje, ukakuta rangi ya hicho kiganja imebadilika kwa sababu damu imechemka alafu imekuja juu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nyenzo mojawapo katika eneo la kumsifu Mungu. Kwa hiyo tunaona kulingana na msingi namba 18, sifa kwa ujumla ni dhabihu mbele za Mungu. Ni dhabihu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 13 mstari wa 15, tusome hapo alafu
tutakuwa tumefika mwisho kwa siku ya leo katika hilo eneo. Amen. Ibrania 13 mstari wa 15, Biblia inasema, basi kwa njia yake yeye, basi kwa njia yake yeye, Basi kwa njia yake yeye. nani? Nani? Na wauliza nyinyi sasa, nani? Maana tumekutana na hii sentensi katikati. Basi kwa njia yake yeye, nani? Nani? Mungu yupi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujue, okay, naenda kufanya ibada ya sifa na msifu nani. Kwa hiyo anasema basi kwa njia yake yeye. Nani huyu? Ni Yesu Kristo. Zamani walikuwa hawawezi kupafikia patakatifu kwa sababu kulikuwa kuna pazia katikati. Kwa anaposema basi kwa njia yake yeye, maana yake alipokuja akakiondoa kiambaza. Kwa njia yake na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Dhabihu ya sifa daima, maana yake isiyo na kikomo, isiyo na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Daima maana yake nini? Kwamba anaposema tumpe dhabihu za sifa, sio kama hivi tumekutana leo katika ibada, tukishatoka kwenye ibada sifa imekoma. Maana yake tunapokuwa kanisani tunampa dhabihu ya nini? Tunapokuwa nje kwenye kazi zetu tunampa dhabihu ya nini? Ya sifa. Anasema yani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 16 anasema, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mimi siwezi kuona ajabu nikiona mtu uwepo wa Bwana umeshuka na garagara amepiga magoti. Mtu amezama, amepiga magoti, ameinua mikono juu. Siwezi kubaki na mshangao huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manake kati yake yeye na Mungu kuna connection imetokea. Kuna vitu Mungu anazungumza na huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza mambo mawili. Jambo la kwanza tumejifunza nini? Dushi mchungaji, kumsifu Mungu kwa kupiga magoti. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, wana praise tujibu wote kwa pamoja. Jambo la pili ni lipi? Kumsifu Mungu kwa kupiga makofi. Nategemea hiki kitu kitaanza na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa kupiga makofi. Mtu yuko tu hapa hivi. Sijasema mpige, naonyesha. Mtu yuko namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu wakati wa hata 100 hauna mfukoni. Wakati watu wenye hela, nishawahi kusema sijui ni wapi, sio ni kama ni hapa. Mtu mwenye kampuni ya Suzuki akifika madhabahuni analala, anasahau utajiri aliyokuwa nao, anasahau pesa alizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, ukitie mahali pa juu sana palipoinuka. Asante kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili ya dakika hizi 15 ambazo umetupa. Tunakusihi Bwana, neno hili likafanyike mbegu na likazae matunda katika maisha yetu kwa habari ya kukusifu na kukuabudu katika roho na kweli, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Nisikie makofi na vigelegele kwa Mungu wetu.